الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس عباد الله أوصي نفسي ونفوسكم بتقوى الله تبارك وتعالى فإنه قد فاز المتقون واجب الله تبارك وتعالى hakika jambo la kuchinja ni ibada aliyotuwekea Allahu tabaraka wa taala. Ni ibada kama ilivyokuwa sala ni ibada, kumtaka msaada Allah ni ibada, kadhalika Allah akajalia jambo la kuchinja kwetu sisi ni ibada. Ibada hii ndugu zangu katika iman ni ibada ambayo inaonyesha ya kwamba Allah tabaraka wa taala anataka tutukuze zile alama alizotuwekea. Kadhalika jambo la kuchinja ndugu zangu katika iman ni ibada ya watu wote kwa ujumla katika miji yote. Jambo la ibada ya kuchinja Allah tabaraka wa taala ameliambatanisha pamoja na ibada ya sala. Faqala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani akasema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah anasema sema Muhammad, hakika sala yangu na kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, mola mlezi wa viumbe vyote. Allah ameliambatanisha jambo hili la kuchinja pamoja na jambo la sala ili waislamu tujue ya kwamba jambo hili ni jambo la kiibada na ni ibada ambayo ni kubwa kama zilivyokuwa ibadati nyingine. Waqala subhanahu, kadhalika Allah tabaraka wa taala akasema ndani ya suratul Kauthar, fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya rabbi wako Muhammad, kadhalika uchinje kwa ajili ya mola wako. Ibada ya kuchinja ayuha nnas ibadallah, hapana budi tuitekeleze, hapana budi tuifanyie maandalizi. Lakini ibada hii ikigeuzwa ikafanywa kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, kama yule anayechinja kwa ajili ya mizimu, yule anayechinja kwa ajili ya kuweka ulinzi katika nyumba yake, yule anayechinja ili mtoto wake afaulu, yule anayechinja
kwa ajili kwamba anatekeleza jambo katika mambo ya kifamilia kwa ajili ya mambo ya kishirki, afahamu ya kwamba huyu anafanya makosa na anafanya dhambi katika madhambi yaliyokuwa makubwa ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Rasuluna sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi llah, Allah anamlaani yule mwenye kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala, qad kana nabiyuna salawatullahi wa salamuhu alayhi hafiyan bil adhahi mu'azziman sha'naha, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwenye kulifurahia mno jambo la kuchinja, ni mwenye kulitukuza mno jambo la kuchinja. Famin dhalika, kwa sababu hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuchinja tangia imewekwa kwake yeye hii sheria ya ibada ya kuchinja. Mtume hakuacha kuchinja tangia jambo la kuchinja Allah tabaraka wa taala alifanye kwetu kuwa ni sheria tangia mwaka wa 2 hijiria. Sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, aqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil Madina, mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa katika mji wa Madina miaka 10, yudhahi, akiwa anatekeleza ibada ya kuchinja. Hadithi ambayo ameipokea Imam at-Tirmidhi wa hasana. Pamoja na kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hii miaka 10 alipita katika vipindi tofauti tofauti, akipita katika vipindi vya raha, akipita katika vipindi vya shida, akipita katika kipindi cha kutokuwa na mali, wakati mwingine akawa nayo, akipita katika kipindi ambacho ni cha hofu, wakati mwingine akiwa katika kipindi ambacho ni cha amani. Lakini nabiyuna sallallahu alayhi wasallam haijawahi kutokea akaacha kuitekeleza ibada ya kuchinja. Wa kana an-nabiyyu yudhahi bikabshain, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akichinja kondoo wawili, tena akichagua wale waliokuwa wazuri, walionona vizuri, akitekeleza ibada hii ya kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yudhahi bikabshain, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akichinja kondoo wawili, wa ana udhahi bikabshain, na mimi vile vile ninachinja kondoo wawili. Waqala, na Anas ibn Malik akasema katika hadithi nyingine, dhaha an-nabiy bikabshain, alichinja mtume sallallahu alayhi wasallam kondoo wawili, amlahaini, waliokuwa na rangi baina ya weusi na weupe, tena aqranaini, waliokuwa na mapembe. Hii yote ni kuonyesha ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa analitilia umuhimu uliokuwa mkubwa sana jambo la ibada ya kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allahu tabaraka wa taala. Tena mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anachinja kwa mkono wake, akilitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala na akimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na akiweka mguu wake wakati wa kumchinja huyo mnyama katika bega la mnyama au shingo ya mnyama. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine Imam Muslim, mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja jina la Allah na akasema, Allahumma taqabbal min Muhammad, ewe Allah mkubalie Muhammad, wa ali Muhammad, na watu wa karibu wa Muhammad, wa min ummati Muhammad, kadhalika wakubalie umma wa Muhammad. Ndio akatekeleza jambo hili la kuchinja. Ndugu zangu katika iman, fahrisu ala hadhihi ash-sha'ira, ikimbilieni hii alama ya dini yenu ya Uislamu, wala tabkhalu biha, wala tusijizoeshe kuwa mabakhili katika jambo la kutekeleza ibada ya kuchinja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyesema, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, kadhalika uchinje kwa ajili ya Mola wako. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi
وعلى آله وأصحابه أما بعد. Ndugu zangu katika iman, tunaelekea katika ibada miongoni mwa ibada alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya hija kwa wale waliojaliwa kwenda kuitekeleza ibada ya hija, kadhalika ibada ya kuchinja na kusali sala ya Eid kwa wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewapa uwezo wa kuchinja. Lakini ibada hii ndugu zangu katika imani ni ibada inayotuhitaji tufanye maandalizi. Kama ibada ya sala inahitaji maandalizi ya kujitaharisha, kutia udhu ndio tuingie katika kusali, kadhalika ibada ya kuchinja inahitaji muislamu ufanye maandalizi mapema. Ndio maana zinatanguliza hutuba kama hizi kuwakumbusha waislamu kunako umuhimu wa kujiandaa katika kuzielekea ibada alizoziweka Allahu tabaraka wa taala. Hautaweza kuchinja wewe kama hauna nia ya kuchinja. Hautaweza kuchinja wewe kama ulivyojizoesha wewe kwamba kila katika kipindi cha Eidul Adha wataka upewe nyama. Jambo la kuchinja halitatokea kwako wewe. Tumejalia kana kwamba jambo la kuchinja ni maalum kwa watu tu fulani, ni ibada ya watu fulani. Halafu ukimcheki, ukimtizama mwenye itikadi kama hii naye anao uwezo, falimadha la tudahi, kwa nini huchinji? Ala ta'lam, haukumbuki na haujui ya kwamba jambo la kuchinja ni ibada aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala? Faya ayuha an-nas ibadallah, ndugu zangu katika imani, tufanyeni maandalizi kwa ajili ya kulielekea jambo hili la kutekeleza ibada hii ya kuchinja. Na niwakumbushe ya kwamba wanaotakiwa kuchinjwa ni wale wanaoitwa bahimatul an'am, ikiwepo ngamia, akiwepo ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Tena ihakikishwe na Muislamu ahakikishe ya kwamba mnyama anayetaka kumchinja awe anakidhi vile vigezo vyote vya kisheria, ikiwepo kufikia ile miaka ambayo imewekwa kisheria, ambapo kwa ngamia ni yule ambaye amefikisha umri wa miaka 5, na kwa ng'ombe ni yule ambaye amefikisha umri wa miaka 2 na kuendelea, na kwa mbuzi ni yule ambaye amekamilisha mwaka 1 na kuendelea, na kwa kondoo ni yule ambaye amefikisha umri wa miezi 6, kama maulama wanavyotuelekeza jambo hili. Kadhalika niwakumbushe ya kwamba yule anayekusudia kuitekeleza ibada hii ya kuchinja, fahuwa manhiyun, afahamu ya kwamba yeye amekatazwa na sheria, amekatazwa na dini yake kunyoa chochote katika nywele zake, kadhalika kukata chochote katika kucha zake, kuanzia pale tu unapoandama mwezi mtukufu wa Dhulhijja mpaka atakapotekeleza ibada ya kumchinja mnyama wake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana indahu dhabhun, yule ambaye anaye mnyama wa kuchinja, yuridu an yadhbahahu, na anakusudia kumchinja mnyama huyo, faraa hilala dhilhijja, kisha akauona mwezi wa Dhulhijja, fala yamassa min sha'rihi, asinyoe chochote katika nywele zake, wala min adhfarihi, wala asikate chochote katika kucha zake, hatta yudhhiya, mpaka atakapoitekeleza ibada ya kuchinja. Fattaqullaha rabbakum ayuha an-nas ibadallah, mcheni Allah mola wenu mlezi enyi waja wa Allah. Wa'lamu anna ta'dhima, nafahamuni ya kwamba kutukuza zile alama alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala huwa min at-taqwa, hili ni katika uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, haimfikii Allah nyama ya mnyama mtakayemchinja wala damu ya mnyama mtakayemchinja, kwa hakika kinachomfikia Allahu tabaraka wa taala ni ule uchamungu wenu. Tunachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala ili ufike uchamungu wetu kwa Allah subhanahu wa taala, kwa kuwa tumechinja kwa ajili yake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ya rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وأقم الصلاة.